inna min a'zami ma yanbaghi lilmuslimi ba'da inqidha'i shahri Ramadhan, hakika katika mambo makubwa ambayo yanayompasa Muislamu baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhan, an yuhsina dhannahu li rabbih, awe na dhana njema kwa Mola wake, bi annahu sayataqabbalu lahu min al-a'mali as-salihah, kwamba Mola wake atamkubalia aliyoyatenda katika matendo mema. Liannahu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an as-sayyiati wa yaghfiru az-zallat. Allah anakubali toba, anayasamehe madhambi na makosa na dosari mbalimbali. Fahassin dhannaka li rabbik, mdhanie vizuri Mola wako, yale matendo ya kwamba uliyoyatenda hajaenda bure, ameyapokea Mola wako, na bila shaka kama ni toba ameikubali, na bila shaka msamaha uliomuomba ameukubali. Al-Bukhari na Muslim wanapokea hadithi, Mtume sallallahu alaihi wasallam fi al-hadithi al-qudusi anasema, ana inda dhanni abdi bi, wewe unapomdhania Mola wako dhanna njema, basi Mola wako huwa na wewe kwenye hiyo dhanna. Wa inni la ati dhunuba wa a'rifu qadarahu wa idha 'azumat a'lamu anna Allah ya'fu wa yaghfiru wa in 'azzama an-nasu adh-dhunuba fa innaha bi'afwi Allah wa rahmatihi tasghuru. Ninayafanya makosa mbalimbali, ninamkosea Mola wangu makosa mbalimbali, ninayatenda madhambi mbele yake, huku nikiwa ninajua kwamba annahu ya'fu wa yaghfiru, Allah husamehe. Wa in 'azzama an-nasu adh-dhunuba fa innaha, lakini watu pia wakiyafanya madhambi ni makubwa, kwamba dhambi walilitenda wewe ni jambo kubwa sana, basi fahamu ya kwamba wa in 'azumat fi rahmatillahi tasghuru, kwenye rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala madhambi hayo huwa ni madogo. Ewe Abdallah, fahassin dhannaka li rabbik, mwekee dhana njema Mola wako. Amesikia dua yako, amesikia haja yako, amesikia ulichokuwa unakihitajia, basi kuwa na dhana njema ya kwamba atakubalia maombi yako, ewe Abdallah. Wa aidan mimma yanbaghi lilmuslimi ibadallah, katika mambo yanayompasa mwanadamu enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ad-du'a, ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala al-qabul ma qaddama min al-a'mal, kumwomba Allah subhanahu atakabalie yale ambayo umeyatanguliza katika matendo mema. Jitahidi kwenye huu wakati kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atakabalie amali uzozitenda, miongoni mwa salawat wazakawati wasadaqati walqiyam, miongoni mwa saumu, miongoni mwa sala, miongoni mwa sadaka, birrul walidain, kuwafanyia wema wazazi wawili, az-ziyaratul hasana, matembezi ya kuwatembelea watu waliokuwa mazuri. Yote haya waliyotenda na mengineyo kama vile kisimamo cha usiku cha tarawih, basi muombe Allah subhanahu wa ta'ala atakabalia amali hiyo, akukubalia amali hiyo. Fa innaha da'bu salaf, huo ndio mwenendo waliokuwa nao salafu salih. Yakulu Mualla ibn al-Fadl rahimahullah, anasema al-Mualla ibn al-Fadl Allah mrahamu, kanu yad'una Allah 6 ashhurin an yuballighahum Ramadan, walikuwa waja wema wanamuomba Allah subhanahu miezi 6 ili Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe kwenye mwezi wa Ramadhan. Wa kanu yad'unahu 6 ashhurin an yataqabbalahu minhum, na walikuwa pia wanamuomba Allah miezi 6 mingine Allah awakubalie saumu yao walioitenda kwa siku 30 au 29. Walikuwa na dumu na hiyo hali miezi 6 kabla, wakiwa akimuomba Allah awafikishe kwenye mwezi wa Ramadhani, na miezi 6 mingine wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala awatakabalie amali walizozitenda katika mwezi wa Ramadhani. Usiliache hili jambo la kumwomba Allah akukubalie saumu yako,
akukubalia amali yako ya salawat, sadaka ulizozitoa za siri na za wazi. Muombe Allah kubalia amali hiyo, kwa sababu hadha huwa da'abu salaf, huo ndio mwendo wa waja wema waliotangulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aidan, na pia vile vile yambaghi lilmuslim an ya'lama, inampasa muislamu ajue anna ramadana laysa mawsiman muaqqatan litaa, saumu ya Ramadhani sio muda maalumu peke yake wa mambo ya taa, kwamba taa ya Mola wako ya wewe kumtii, kuwa ni abdan lillah, kitendo cha wewe kuwa mja wa Allah ni Ramadhani peke yake. Kalla wa hasha, jambo hilo lisiwepo kwako wewe Muislamu. Mola wako subhanahu wa ta'ala anatuambia inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah, miezi aliyoiweka Allah subhanahu kwa mwaka mzima ni miezi 12, na katika hiyo miezi 12 mwezi mmoja ni mwezi wa Ramadhani. Usiufanye kwa mwezi huu wa Ramadhani ndio umekufungia ibada ya sala. Salatu mawjuda, ibada ya sala zipo, wasiyamu mawjud, na vile vile funga pia ipo. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kama fi Muslim min hadithi Abi Ayyub al-Ansar anasema, man sama Ramadhan, yeyote atakayefunga mwezi wa Ramadhan, thumma atba'ahu 6 min Shawwal, kisha akafuatishia siku 6 katika mwezi wa Shawwal, kana kasiyami dahri, anakuwa ni kana kwamba amefunga mwezi mzima. Asaumu mawjud, ibada ya saumu zipo za Jumatatu na Alhamis na masiku mengine katika masiku. Usiseme kwamba saumu ilikuwa ni Ramadhani peke yake, la, bali pana ibada kwa watu ambao wana madeni, ambao hawakuweza kufunga Ramadhani baadhi ya masiku, basi wana mfumo mwingine wa kufunga wa kulipa al-ibada. Ibada ya saumu ipo, lakini vile vile qiyamul layl, kisimamo cha usiku pia kipo. Enyi waja wa Allah subhana, ilikuwa Ramadhani kinaitwa tarawih, lakini baada ya Ramadhani kinaitwa qiyamul layli watahajjudu. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu waumini wa kweli, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yani waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa katika siku hii ya Eid adhim ya Eid al-Fitri, tunawakumbusha pia wakina mama ya kwamba Mtume wenu sallallahu alaihi wasallam ametufundisha na amewafundisha wakina mama katika siku ya Eid, tasaddaqna, wakithirisha kuitoa sadaka, kwa sababu Mtume anasema fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar, mimi nimekuoneni ni watu wengi wa motoni, nimekuoneni ni watu wengi wa motoni. Kwa wakina mama, hala mafundisho ya Mtume wenu yamejikita kwenye jambo la sadaqat. Kithirisheni mlango huu, ndani yake pana barakat, pana futuhat, pana mambo mengi yanafunguliwa biidhni Maula jalla jalaluhu. Lakini pia enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tambueni ya kwamba leo hii siku ya Eid al-Fitr, Eidukum mubarak, imekutana na Eid ya usbu' na Eid ya wiki. Indana fil madhhabi, katika madhhabi ya Imam Malik rahmatullahi alayhi, salatul Eid hukmuha sunnatun muakkada. Swala ya Eid tuliyoiswali kwenye madhhabi ya Imam Malik ni sunnatun muakkada, ni sunna iliyokokotezwa. Na amma salatul Jum'a fahiya fardhun ain, yenyewe ni faradhi ya kulazimisha. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'au ila dhikrillah. Kwa madhhabi ya Imam Malik, aliyehudhuria salatul Eid, basi kwa kuhudhuria salatul Eid bi sunnatin li'annaha sunnatun muakkada, basi pia anatakikana aihudhurie salatul Jum'a. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam.